Kundi la waasi la M23 linalofanya shughuli zake mashariki mwa DRC limesema kwamba watu 874 walifariki wakati wa kuuteka mji wa Goma awali mwaka huu. Bertrand Bisimwa, mmoja wa viongozi wa kundi hilo, hata hivyo amesema kwamba angalau 90% ya wale waliouawa katika kipindi hicho walikuwa wapiganaji, wakiwemo wanajeshi wa serikali. Kundi hilo linasema kuwa lilibuni tume maalum iliyohesabu miili iliyozikwa kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu nchini humo. Katika kikao maalum cha kuzungumzia madai ya mauaji na ukiukaji wa haki za kibinadamu dhidi yao, M23 wamekana madai ya serikali ya DRC ya kusababisha maafa na kuyataja kama propaganda ya serikali, mashirika ya haki za kibinadamu pamoja na Umoja wa Mataifa. Hii ni mara ya kwanza kwa waasi hao kuzungumzia madai ya mauaji dhidi yao tangu kuiteka miji ya Goma na Bukavu iliyoko mashariki mwa taifa hilo. Hapa nawaambia kuwa sisi hatujafanya uhalifu kamwe katika kundi letu. Tunashutumiwa kwa mambo ambayo hatukufanya kama mauaji, uporaji na kadhalika. AFC M23 kwa kweli inataka amani pia na haijatekeleza mauaji kama vile utawala wa DRC. Haya yanajiri siku chache tu baada ya ripoti ya shirika la kibinadamu la Amnesty International kusema kwamba kundi hilo liliwaua, kuwatesa, kuwapoteza kwa nguvu na kuwashikilia kama mateka raia na kuwaweka katika hali mbaya wakati wa kuteka Goma na Bukavu. Katika kuandaa ripoti hiyo, Amnesty ilizungumza na watu 18 waliozuiliwa na kuteswa na M23, ikiongeza kwamba, na hapa na nukuu, taarifa za M23 kwa umma kuhusu kuleta utulivu mashariki mwa DRC huwa ni za kuficha unyanyasaji wao dhidi ya mateka na wafungwa. Wanawaadhibu vikali wale ambao wanaamini kuwa wanawapinga na kuwatisha wengine, kwa hivyo hakuna anayedhubutu kuwapinga. Mwisho wa nukuu. Serikali ya DRC haijajibu madai ya M23, lakini hapo awali imeshtumu kundi hilo kwa kutekeleza uhalifu wa kibinadamu na kushirikiana na watu nje na kuvuruga amani mashariki mwa Kongo. Ni chini ya saa 24 ambapo kabumbu litasakatwa jijini Munich, Ujerumani. Mafahali wawili wataminyana vikali kulisakata kombe la michuano ya klabu bingwa barani Ulaya, ambapo mshindi hataishia tu kupigiwa makofi. Kuna kitita kizito kitakachopiganiwa. Je, nani mkali kati ya Inter Milan ya Italia na Paris Saint-Germain yani PSG ya Ufaransa? Huyu hapa Leila Mohamed. Paris Saint-Germain PSG haijawahi kulishinda kombe hili, na hii itakuwa fainali yao ya pili ya kutafuta ubabe wa Ulaya baada ya kuburuzwa na Bayern Munich mwaka 2020. PSG wataitegemea safu yao ya ushambulizi itakayoongozwa na Ousmane Dembele aliyepachika wavuni mabao 32 msimu huu, 7 yakiwa katika klabu bingwa. Kocha wa PSG Luis Enrique alishinda kombe hili akiwa na Barcelona mwaka 2015 na analenga kutumia makali ya safu yake ya ushambulizi kuliwinda tena taji hilo. No soy adivino. Hii ni fainali ngumu sana. Inter ni timu ngumu isiyofungika kirahisi na pia ni wazuri katika free kick. Tutaingia fainali kwa makini na sisi hatuogopi mtu, tumejipanga. Inter Milan upande wao wanasaka kombe la 4 la klabu bingwa baada ya kulishinda mara ya mwisho mwaka 2010 dhidi ya Bayern Munich. Vigogo hawa Italia Nerazzurri wanainyatia fainali hii kwa machungu baada ya kupokonywa taji la ligi kuu ya Italia na Napoli hivi majuzi. Tumezibamiza timu mbili kubwa katika michuano hii, Bayern na Barcelona. Sasa ni wakati wa kuimaliza kazi, tuwafurahishe mashabiki wetu. Msimu huu Inter inatambulika kwa ugumu wa kikosi chake, mithili ya paka mwenye roho 7, haswa baada ya kuibwa kura Barcelona nyama mdomoni kwenye nusu fainali iliyopita. Mtanange huu pia utakuwa ni pambano baina ya wachezaji chipukizi wa PSG na masogora wenye tajriba wa Inter Milan. Timu hizi zinakutana mara ya kwanza katika fainali ya michuano hii. Mara yao ya mwisho kukutana ni mechi ya kirafiki iliyosakatwa Agosti mwaka 2023 ambapo Inter ilicharaza PSG mabao 2-1. Dimba hili litagaragazwa katika uwanja wa timu ya Bayern Munich, Allianz Arena, jijini Berlin nchini Ujerumani. Uwanja huo una nafasi ya zaidi ya mashabiki 75,000. Mshindi wa michuano hii atakwachua dola milioni 27.8 sawia na shilingi bilioni 3.5 za Kenya au bilioni 70 za Tanzania. Je, ngoma ya vijana kesho usiku itakesha? Ama wazee ndio watawika? Mechi
ni dakika 90. Leila Mohamed, BBC, Nairobi. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, Ahmed Bahaj, huyo hapo, atakuwa na kikosi chake cha wachambuzi akiwemo Toto Arege. Watakuwa wanatathmini kwa kina fainali ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Usicheze mbali, hao hapo wanajitayarisha. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa kama nilivyosema, kuna fainali ya kufa mtu kesho. Nisiseme sana, wacha nimpishe mwenzangu Ahmed Bahaj na jopo lake kuchambua fainali hiyo ya michuano ya klabu bingwa Ulaya. Je, atakuwa PSG au Inter Milan? Kwako Bahaj. Shukran sana Odit, na ama kwa hakika hivi sasa tunajitosa viwanjani katika fainali ya michuano ya klabu bingwa barani Ulaya. Vinara kutoka ligi kuu ya soka nchini Ufaransa, PSG dhidi ya mabingwa mara 3 katika klabu bingwa barani Ulaya, Inter Milan. Nani ataibuka kidedea? Mla ni mla leo, mla jana kalani. Mimi naitwa Ahmed Bahaj, na ndani ya studio kwa ajili ya kuchambua mtanange huo wa fainali tunao wachambuzi watatu, tukianza na Gladys Midecha, mtangazaji mashuhuri hapa nchini Kenya wa michezo. Karibu sana. Asante sana Bahaj. Alafu pia upande wa pili tunaye mtangazaji wa michezo ambaye hivi sasa ni wa kimataifa, Toto Arege ndani ya studio. Hujambo? Nashukuru. Kutoka Dar es Salaam Tanzania tunaye Hamisa Abdurrahman, pia ni mmoja wa wachambuzi tajika kutoka kule Dar es Salaam. Karibu sana katika uchambuzi wa leo. Tunategemea fainali itakayokuwa na msisimko wa aina gani? Itakuwa mechi ngumu kwa sababu kwanza timu hizi mbili hazijai kutana, na zilipokutana ilikuwa tu mechi za kirafiki. Wachezaji tajika wote wako pale. Ukiangalia PSG katika safari yao waliondoa timu 3 kutoka ligi kuu ya Uingereza, na wengi huwa wanasema timu za ligi kuu ya Uingereza ndio timu zile ambazo zilikuwa wengi walikuwa wanasema itaenda mbali. Waliondoa Liverpool, wakaondoa Aston Villa, wakaondoa Arsenal. Kwa hivyo itakuwa mechi ngumu. Upande huu mwingine ukiangalia Inter Milan waliondoa Barcelona. Kila mtu alikuwa amesema ni mwaka wa Barcelona. Ungeangalia mechi hiyo, magoli 13. Sijawahi na mechi kama hiyo. Nilisikia vibaya kwamba hiyo haikuwa finali. Wanasema ilikuwa moja ya mechi bora kabisa kwa kutokea katika mchezo. Ilikuwa mechi bora kabisa, si ati moja ilikuwa mechi bora zaidi. Toto, PSG kwa baadhi ya mashabiki wanawapigia upatu kwamba hawa huenda wakaibuka kidedea katika finali hii, lakini mushkil ni kwamba wamewahi kuwa na wachezaji nyota kina Lionel Messi huko nyuma na kina Mbappe, hawakushinda taji. Je, kuna shinikizo la aina yoyote katika finali hii kwa PSG? PSG waliingia finali kwa mara ya kwanza mwaka 1996 97 na mwaka 2020 ambapo walitolewa na Bayern Munich kwenye finali, walipoteza bao 1-0. Ukiangalia PSG Inter Milan, PSG ina wachezaji wachanga na Inter Milan ina vigogo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba itakuwa ni majenzi wa sasa ambao ni PSG na vigogo ambao wamezoea kucheza kwenye Champions League. Hamisa, tukiangalia Inter Milan mara mwisho kushinda taji hili mwaka 2010, wana miaka zaidi ya 10 na moja sifa yake kubwa ni ile safu ya ulinzi. Inasemekana ni ukuta wa Berlin. Hebu niambie, watawazidi maarifa PSG katika finali hii? Kwanza kabla hatujafika kwenye safu ya ulinzi, nikupe historia kidogo ya namna gani huu mchezo, jinsi ambavyo umeshika vichwa vingi vya habari. Ni kwamba una historia ambayo inazibeba hizi timu zote mbili. Historia ya kwanza ni inayobeba PSG ambayo ni kila finali iliyochezwa katika jiji la Munich ilimtoa bingwa mpya. Nottingham Forest finali yake ya kwanza inachezwa katika uwanja wa Olympia Stadium jiji la Munich, alifanikiwa kuwa bingwa. Tutakumbuka mwaka 2012 Chelsea uwanja ule akiwa na Bayern Munich katika finali, Chelsea akawa bingwa. Kwa hiyo sasa hivi finali inachezwa katika uwanja wa Allianz Arena jiji la Munich. Historia inambeba PSG kwa sababu hajawahi kubeba finali hiyo, na mwaka 2020 alifika hatua finali akaondoshwa na Bayern Munich. Nikija kwenye swali lako la safu ya ulinzi ya Inter Milan, of course ina wachezaji ambao wana uzoefu, wameshacheza kwa muda mrefu. Ukimzungumza the likes of Francisco Acerbi, miaka 38, angalia uzoefu ambao yuko nao. Safu ya ulinzi ambayo ina uzoefu mkubwa, anategemea kwao wanaweza kai handle ile pressure na contain please. Gladys,
Timu ya PSG hii ina wastani wa wachezaji umri wa miaka 24 hivi. Sifa yao kubwa ni mashambulizi ya kasi. Unaona labda huenda nao wakawashinda nguvu ama kwa ile kasi yao wakashinda wachezaji wa Inter ambao baadhi yao wanaonekana kidogo umri umesonga. Utasema umri umesonga, lakini ukikumbuka vizuri, ukiangalia mechi ya Barcelona dhidi ya Inter Milan, wachezaji ambao walikuwa wanacheza katika mechi hiyo pia walikuwa na kasi. Ukimwangalia Lamine Yamal, ukiangalia ile kasi ambayo ilikuwa inachezwa katika hiyo mechi, Inter Milan waliweza kucheza 3-5-2 ambayo iliwasaidia kuabsorb ile pressure. Naona katika finali hiyo wanaweza fanya vivyo hivyo, kwa sababu ukimwangalia Desire Doué ako pale, Achraf Hakimi ako pale, mbio ambazo zitakuwa zinakimbiliwa pale ni kama zile za kumfukuza mwizi. Hapo. Kwa hiyo kwa timu ya Inter Milan, ukiangalia mechi ya wale ambao walicheza kwenye nusu finali, walikuwa wanarudi nyuma kuzuia, alafu wako na ile counter attack na wako na kasi sana. Alafu ukiangalia pia walikuwa wanajaribu pia kufunga kutokana na set pieces, kuna corners, kuna free kicks, walikuwa wanazitumia sana. Kwa hivyo wanaweza rudi nyuma wakabaki wakazuia, lakini wakipata counter attack inakuwa na kasi sana. Upande wako, mfumo anaotumia Simone Inzaghi katika Inter Milan wa 3-5-2 umempatia mafanikio makubwa, sio tu katika klabu bingwa lakini